Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikalamoto. Tupo na mada zetu ambazo zinawajia kila siku, na siku ya leo niko hapa mbele yenu kwa ajili ya kuwaendelea kuwapa dawa, kuwapa elimu, kuwapa tiba, kuwatoa katika changamoto hizo mnazozipitia. Vile vile Dr. Chikalamoto huwa natoa ushauri kwa sababu mtu mwingine, sio kila mtu anapokuja anakuwa ana shida za kimazingira au amelogwa au anaumwa. Yawezekana kwamba ukimpa tu ushauri yule mtu anaweza akapona. Siku ya leo kuna kitu ambacho nataka niwaletee kidogo tu ambacho mnaweza mkaona ni cha kijinga, lakini labda unapaswa ukijue kwamba mwanaume umeletwa duniani kwa ajili gani na mwanamke ameletwa duniani kwa ajili gani. Kwanza kuna kitu kinachoitwa mapenzi. Mapenzi yapo ya aina mbalimbali. Kuna mapenzi ambayo watu wanapenda watoto, kuna mapenzi ambao watu wanawapenda wazazi wao, kuna mapenzi ya kupendana mwanamke kwa mwanaume. Sasa nachotaka kuwazungumzia haya ni mapenzi ya mwanamke kwa mwanaume. Sasa nataka kuongea na wewe mwanaume. Kwa wewe mwanaume ambaye kila siku unanipigia Dr. Chikalamoto, unasema mwanamke huyu hanipendi, mwanamke huyu hanipendi. Nataka nikwambie kitu hiki. Mwanaume hujaumbwa kumpenda mwanamke, ila aliyeumbwa kumpenda mwanaume ni mwanamke. Yaani mwanamke anatakiwa akupende wewe mwanaume, lakini wewe haujaumbwa ili umpende mwanamke. Na ndio maana kinachotakiwa wewe katika maisha yako, wewe ni kupambana kutafuta pesa. Unapambana utafute pesa, lakini wewe mwanaume unakuja kulia kwamba mimi huyu mwanamke nampenda sana, lakini unampenda mwanamke ili weje? Ule mwanamke atakupenda tu ukiwa na pesa, ukiwa na uchumi. Mwanamke atakupenda tu atake asitake, kwa sababu unaweza ukamsaidia, unaweza ukamjali, unaweza ukamhudumia jinsi unavyotaka. Sasa unataka upendwe wakati huna kazi, unataka upendo wakati huna pesa. Upende wewe ili uweje? Sasa anayetakiwa kukupenda wewe ni mwanamke, sio wewe kumpenda mwanamke. Yaani wewe, huyo mwanamke ni wajibu wake kukupenda wewe. Sasa ukitaka wewe ukikaa unalialia kumpenda mwanamke wakati huna pesa, wewe kazi yako uliyoumbwa ni kupambana. Ndio maana walisema mwanaume utakula kwa jasho lako. Sasa jasho lako wewe ni kutafuta pesa, na ukishatafuta pesa, ukishakuwa na pesa, utapendwa kama unavyotaka. Usikae unalialia kwamba mimi sipendwi, nampenda yule mwanamke hanipendi. Hapana, hakuna hiyo habari ya kupendwa ya kupenda mwanaume kumpenda mwanamke. Kuna habari ya mwanamke kupenda mwanaume. Mimi mwanamke akija akisema daktari, nampenda fulani, nitakuuliza unampenda kwa sababu gani? Nampenda kwa sababu labda nampenda. Mtu akwambia nampenda kimapenzi tu. Hakuna naye kupenda kimapenzi. Hayo mapenzi utampenda, mtakula mapenzi, itapita siku mbili utampenda, lakini utakapokuwa naye yale mapenzi yatapungua, kwa sababu utaanza kumpenda mtu mwenye kitu. Yaani mwanamke alivyoumbwa anapenda kitu, hapendi mtu. Sasa wewe kama huna kitu kile kinachosababisha mwanamke akupende, utaishia kulia tu kwamba yule mwanamke anipende. Sasa mwanamke ili akupende, tafuta pesa, pambana, angaika. Ndio mapenzi jinsi yalivyo. Sasa nataka kukwambia wewe usilie kwamba sina uchumi. Njoo tukupe njia ya kufaidika, kupata uchumi. Njoo tukupe njia ya kupata mali. Njoo tukupe njia ya mafanikio. Ukishakuwa na mafanikio, hao wanawake watakutafuta. Wewe utakuwa tu unatikisa fungo yako ya gari, ukipita na gari, nani akuchukie? Mwanamke gani hapendi mambo mazuri? Kila mwanamke anapenda mambo mazuri. Kwa hiyo siku ya leo nilitaka kuwapeleka elimu kadogo tu kwa wanaume mnaokuja kulia kwamba daktari, mimi sipendi na mwanamke. Hapana, tafuta pesa hizo. Wewe, hakuna mtu mwenye hela ambaye analia apendwi na mwanamke hata siku moja. Watu wenye pesa zao zile ndio zinazo wavuta wale watu. Kwa hiyo wanaume tumeumbwa tufanye kazi.
Wanawake ndio wameumbwa na kuwa na mapenzi na sisi, na wanapenzi na sisi pamoja na vile vitu tulivyokuwa navyo. Usisubirie kupendwa wakati una chochote. Ataenda kwa wale wenye chochote, ataenda kwa wale wenye chochote, kwa sababu atavumilia. Utasema mimi huyu mwanamke ananipendea tu, sio mwanamke, mimi nampendea tu jinsi alivyo, hakuna cha jinsi alivyo. Hiyo ni muda tu, utafika muda atakuona wewe wa kawaida tu, atatafuta kitu. Wewe ulishawahi kujiuliza mwanamke huwa anataka nini? Hata umfanyie kitu chochote, lakini atakuja tu kumpenda mtu ambaye hana chochote. Kwa mwanamke kuna vitu ambavyo anavitaka ambavyo wewe huwezi ukavijua anavyovitaka. Kwa hiyo kazi yako wewe ni kutafuta pesa ili zile pesa zimtulize yule mwanamke. Ukiwa na pesa utapendwa. Kwa hiyo wewe sio kazi yako kumpenda mwanamke. Mwanamke ndio kazi yake kukupenda wewe. Wewe tafuta pesa, pambana uwe na pesa, mwanamke atapenda na atatulia. Usitake mwanamke atulie wakati wewe huna lolote la kumtuliza mwanamke. Ndugu zanguni, ni elimu ndogo siku ya leo nitaka niwape tu, sababu hapa tuko kwa ajili ya kuelimishana, lakini vile vile hii elimu iko ndani na tiba, kwa sababu huo uchumi kama hauna, njoo nikupe mbinu za kupata huo uchumi ili na wewe uweze ukapata mapenzi yale yanayotakikana. Asante kwa kunisikiliza, na kwa wale ambao ni watazamaji wapya, unaweza kunifollow au kusubscribe hii chaneli yetu ili ukaendelea kupata elimu mbalimbali zile zitakazokuwa zinakujia hapa, au piga namba hiyo inayopita hapo chini ili uweze ukanipigia masaa 24. Asante kwa kunisikiliza na karibuni sana.